Na wakati wote tutakwenda kusikiliza neno la maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Bwana linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na dosari wala wa, yani Yesu Kristo. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu mwema uketie mahali pa juu mbinguni, asubuhi ya pekee wana na binti zako tunakuja mbele zako kwa shukrani kuu ndani ya mioyo yetu kwa upendo wako katika maisha yetu. Tunashukuru kwa wasaa huu ambao umetukusanya katika kanisa lako hapa Balili kuisikia sauti yako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akaseme nasi, akatufundishe njia itupasayo kuiendea. Mtumishi wako tunamkabidhi mikononi mwako, jaza neno lako katika kinywa chake, nasi tukaweze kuisikia sauti yako. Roho wako mwema akawe pamoja nasi akitufundisha na kutuongoza. Tunajikabidhi kwako kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amina. Naomba nikaribishe ile kwaya kubwa ya kimataifa ya Jeshi la Wahasibu waweze kusogea hapa mbele. Asubuhi ya leo utafurahi kuona kwamba mbele yenu mtahudumiwa na ile kitu inaitwa supporting staff. Sisi kazi yetu kubwa ni kuisupport Injili. Bwana Yesu asifiwe. Na utagundua liko jeshi kubwa linasogea hapa mbele. Bwana wabariki, Bwana wabariki sana. Jamani, habari za asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu bado wako nje nafikiri. Maana naona kuna viti viko wazi mahali huko. Tuwaombe kama bado mko nje, ibada imekwisha anza, karibuni tuingie. Mbele yenu ni jeshi la wahasibu ambao wanaunda timu ya uhasibu katika field mbili za NMF, Simiyu River Field pamoja na conference ya Mara. Naomba kwa furaha na heshima kubwa mbele za Bwana tuwapungie mkono kwa kuwasalimia watumishi wa Bwana. Tuwapungie mkono. Na jeshi hili linasimamiwa na wahazini ambao tulitangulia kuwahudumia hapa mbele. Ninaongea nanyi ni mhazini wa Mara Conference, naitwa Lamek Hezron Ndaro, na aliyetusomea fungu la maandiko matakatifu pamoja na kutuletea ombi la kichungaji ni Madam Grace Mwakabenga, mhazini wetu wa North Mara Field. Lakini rafiki yetu wa Simiyu River Field, Mr. Lengai Ngareson, atakuwa na muda wake wa huduma. Utakapofika kwa pamoja tutakuwa tukihudumia. Lakini katikati yetu yuko kiongozi wetu msaidizi wa mhazini wa Union, Elder Wenga Charles. Tuko naye pia, ametupatia support na yuko katikati yetu. Naomba tupungie mkono Elder Wenga.
Baada ya kumtambulisha Elda Owenga, sauti itakayofuata mara baada ya wimbo huu wa kwaya hii ya kimataifa kama mnavyoiona imesimama mbele yenu, itakuwa ni sauti ya mwinjilisti mkuu. Itakuwa ni sauti ya mhasibu mkuu. Itakuwa sauti ya mhazini mkuu na kiongozi wetu Elder Mathias Mavanza, ambaye Bwana atamtumia asubuhi ya leo kusema nasi, ambaye ndiye mhazini wetu wa jimbo kuu la Union ya Kaskazini mwa Tanzania. Na tutamkaribisha sana Elder Mavanza. Atakapo simama, basi tunamwombea Bwana amtumie kwa utukufu wa jina lake kuleta neno la uzima. Naomba baada ya utambulisho huo, basi niwakaribishe kwaya hii kubwa iweze kuletea wimbo wa kwanza. Bwana atubariki sana na karibuni kwa ibada ya asubuhi ya leo. Je, kuna roho yangu ja, pokea toba leo. Sikia anakuita, Yesu apita hapa. Yesu apita, apita hapa. Yesu apita, apita hapa, apita hapa leo. Je, kuna roho potevu? Leta mizigo leo. Anaita kwa upole, Yesu apita hapa. Yesu apita, apita hapa, apita hapa, apita hapa. Yesu apita, apita hapa, apita hapa leo. Je, kuna roho mevutwa, mechoka ipumzishwe. Njoo mkononi mwa Yesu ili upumzishwe. Yesu apita, apita hapa, apita hapa, apita hapa. Yesu apita, apita hapa, apita hapa leo. Itikia pendo lake,
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana wahasibu kwa wimbo Yesu apita hapa. Yesu apita hapa. Nashukuru sana kuwa na vijana shupavu. In fact mimi najivunia sana kuwa na timu ya wahazini na wasiwa namna hii. Najivunia sana. Nina majembe kweli kweli. Bwana asifiwe. Na mimi nawaombea sana sana. Tulikuwa kwenye kamati Novemba hii wakati tunatoa taarifa ambayo ilionyesha kwamba taasisi zetu karibu zote zimepata hati safi. Hata watu wa division wakashangaa. Nasema inawezekana vipi? Lakini ni kutokana na watu wa nguvu, majembe ambao wanafanya kazi nzuri ya kutunza fedha ambazo Mungu amezileta kwa ajili ya utume. Basi asubuhi hii napenda kusema maneno machache tu kwa muda mfupi tu, kama tulivyoimba ule wimbo wa nipe habari za Yesu. Kwangu ni tamu sana. Hebu turudie beti moja na chorus. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana, kisa chake cha thamani hunipendeza sana, jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Saa imefika ili neno lako linenwe. Naomba Roho wako Mtakatifu atawale jengo hili. Yale atakayonenwa yatufanye tupige hatua nyingine kuelekea wewe. Kwa Kristo tumeomba, amen. Unajua wengi tunafanya tunavyofanya na matokeo duni kwa sababu hatujafahamu thamani yetu. Pewa kazi haiendi. Umepewa mtaa haukui. Ni kwa sababu hujafahamu thamani yako. Wana Petro anatuambia katika Petro wa kwanza 1:14-9 fungu ambalo tumesomewa, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Kombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani. Wewe ni wa thamani kiasi gani? Wewe unajiona na thamani kiasi gani?
Petro anasema vile vile katika Petro wa kwanza 2:9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Wewe ni mzao mteule. Unajua Wakristo wengi wanakuwa watu wa kawaida, wanacheza na dhambi kwa sababu hawafahamu wao ni akina nani. Yaani Wakristo tumekuwa sawa tu na watu wa mataifa, hatujitofautishi. Anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. This is very special. Si watu wa kawaida. Si watu wa kawaida. Usijione kama mtu wa kawaida. Ukijiona kama mtu wa kawaida tu, mambo yako yatakuwa hivyo hivyo. So special. Hata wengi waumini wetu hawajui kwamba they are so special. Ungejua jinsi walivyo maalum, wasingeiba zaka. Kijua jinsi ulivyo maalum, huwezi kucheza kwenye zinaa. You're so special. Na huyu ndio, natamani huyu ndio msukumo wako kwamba I'm so special. Mimi ni mtu maalum sana. Siwezi kufanya tofauti. Mimi ni mtu maalum sana. Kisa cha Yesu alivyotukomboa. Sasa umekombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Ndio maana Paulo katika Wakorinto wa kwanza 2:2 anawaambia Wakorinto, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa. Bwana mpenda sana Paulo. Msukumo wa Paulo ulikuwa ni Yesu. Ni Yesu. Kile ambacho Yesu amemfanyia. Anasema maana upendo wa Kristo watubidisha. Kinachomsukuma ni kile ambacho Yesu amemfanyia, akawa mtu maalum. Tafanyaje tofauti? Ndio maana mitume katika kanisa la awali, anasema katika Matendo 5:42, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hawakuwa na lugha nyingine yote. Hubiri Yesu ni Kristo. Na kile ambacho huyu Yesu anaweza kukufanya uwe. Kile ambacho Yesu anaweza kufanya uwe. Kila siku ndani ya hekalu hawakuacha kutangaza kwamba Yesu ni Kristo. Wewe mchungaji, wewe unahubiri nini? Wewe unahubiri nini? Nafahamu wachungaji kadhaa wengi tu ambao wanaweza kusimama mimbarani hapa akahubiri bila hata kumtaja Yesu, bila hata kutaja msalaba. Unahubiri nini? Unahubiri nini? Mama wetu amesema kwamba mahubiri yetu yote yawe Christ centered. Yesu ambaye amesulubiwa. Huyu Yesu ambaye alichukua mzigo wa dhambi ya ulimwengu. Soma katika Isaya 53 fungu la 5 mpaka la 7. Anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Maovu yetu sisi sote Bwana ameweka juu yake. Bwana asifiwe.
dhambi zetu zote zimesamehewa. Na katika Waebrania anasema sitazikumbuka kamwe. Mechukua dhambi zetu zote. Huyu ndio Yesu. Chukua dhambi zetu zote. Nataka nikwambie, dhambi zako za jana, dhambi zako za leo, na dhambi utakufanya kesho, zote alishazichukua msalabani. Zote alishachukua msalabani. Mara nyingi tunaimba tumekombolewa na Yesu, nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake mimi nimekombolewa. Mimi ni mtu maalum sana. Alizichukua dhambi zetu zote, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Penda kusimulia kisa cha Yesu, habari za Yesu na kile ambacho alikifanya kwa ajili yako. Na mimi nataka nikushawishi, mchungaji, nenda kahubiri habari za Yesu. Lift up Jesus. Anasema nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote. Yaani wale washiriki wako watavutwa kwa Yesu iwapo utamuinua Yesu. Tuache mahubiri magumu. Mahubiri magumu. Makemeo. Makemeo ambayo vinginevyo yanampeleka mtu mbali ya Yesu na sio kumleta karibu na nani? Yesu. Unajua watu nasema kuna wale watu walorudi nyuma. Walirudi nyuma. Wamerudi nyuma. Wengi hata kanisani wanakuja kubipu. Nafikiri maana yake ni kwa sababu gani? Akija kanisani badala ya kuhubiriwa Yesu anakutana na makemeo. Makemeo. Kemea. Wewe umeiba zaka. Wewe ni mtu wa motoni. Wewe ni mtu wa motoni. Halafu anafikiria zaka aliyoiba, sasa mimi nitairudishaje? Anasema mimi nimekwisha. Sabato inafuatia haji. Sabato nyingine mwisho tunamuita amerudi nyuma, kwa sababu amejiona amekwisha. Yeye hana tumaini. Kati Yesu alichukua dhambi zetu zote akatukomboa. Chukua dhambi zetu zote. Bwana asifiwe sana. Barabara ya kwenda Calvary haikuwa barabara rahisi. Ile Alhamisi baada ya chakula cha jioni, Yesu anawaambia wanafunzi wake, muda umefika tutoke sasa. Wanatoka kwenye chumba cha juu, aenda katika mlima wa Mizeituni, na wachukua wanafunzi wake, anawapeleka katika bustani ya Getsemani. Achukua wanafunzi wengine anawaacha, anamchukua Petro, Yohana na Yakobo, naenda mbali kidogo. Alafu Biblia inasema kama akawaacha hapo kina Petro, akaenda mbali kidogo, akapiga magoti, akaanza kulia na kuomba. Yeye anaomba, mzigo mzito umemwelemea. Naomba. Alafu namuona Yesu kana kama anakata tamaa. Anasema, Baba, kama kuna njia nyingine tunayaweza kuitumia tukamwokoa mwanadamu, tuitumie. Hiki kikombe kimekuwa kizito sana. Zito. Naweza kupiga picha tu ya kibinadamu kule juu mbinguni kulikuwaje. Malaika, huenda malaika walikuwa wanamwambia Mungu, turuhusu tukamchukue Bwana wetu. Kwa nini anadhalika vile?
Mungu anawaambia tulieni tu. Mwanangu ana mission ya kumkomboa mwanadamu. Yesu anapoona kwamba mbingu imekaa kimya, akasema basi Baba, mapenzi yako yatimizwe. Amka kuna kucha asubuhi. Yaani ule mzigo ulimfanya maji, jasho likatoka, maji yakaisha mwilini, na maji yalipokwisha mishipa ya damu ikapasuka, kavuja damu. Kaambia wanafunzi wake, sasa muda umefika tutoke. Toka na kutana na maaskari pale na Yuda kuja kumchukua. Barabara ya kwenda Calvary kukukomboa haikuwa rahisi. Fika mbele ya Pilato. Fika mbele ya Pilato. Adhabu ni kupigwa mijeledi. Basi mjeledi ule wataalamu wanasema haukuwa ni mjeledi rahisi. Ulikuwa ni mjeledi uliotengenezwa na ngozi ngumu ya mnyama. Halafu kule mbele imewekwa vyuma na pembeni vyuma, kiasi kwamba mjeledi ukipigwa kwenye mwili unachomoa nyama unatoka. Basi pigwa mijeledi, nyama zinatoka. Pigwa mijeledi. Kwenye vitabu vya Injili haisemi mijeledi mingapi alipigwa, lakini tamaduni za Kiyahudi mijeledi 40. Pigwa. Vuja damu kila mahali. Afu namuona anakuja sasa askari mmoja wa Kirumi, bouncer mmoja anakuja na taji imesokotwa, miba imesokotwa, anaikandamiza juu ya kichwa cha Yesu. Barabara ya kwenda Calvary haikuwa jambo rahisi. Ndio maana Petro anasema mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Anachukuliwa Yesu, ambaye beba msalaba. Beba msalaba, twende mlimani ukasulubiwe. Basi Yesu anabeba ule msalaba. Beba msalaba mzito. Wakati mwingine anaanguka chini. Piga mateke, beba. Na ikafika mahali akashindwa kubeba. Wakamwona mtu mmoja Simon, akasema hebu njoo hapa bwana, mbebee vitu msalaba, twende Golgotha. Njia ya kwenda Calvary kukomboa haikuwa rahisi. Nataka tufahamu tu thamani yetu ni kiasi gani. Thamani yetu is very special. Very special. Unaweza kufanya mambo kilaini tu, kivivu tu, wakati wewe ni too special sana. Msalaba umefikwa juu kilimani pale, umewekwa chini. Msalaba umewekwa chini. Yesu akatakiwa sasa alale juu ya ule msalaba. Anakuja bouncer mmoja, Roman soldier, na nyundo na msumari. Anapiga mkononi, msumari unapita kwenye mbao. Mkono wa kushoto nako anapigwa, msumari unapenya. Halafu anauliza, nifanye nini tena? Weka miguu. Isa anasema kama kondoo apelekwaye machinjoni. Kama kondoo apelekwaye machinjoni. Hakutoa sauti. Kuja sasa kwenye miguu, lazima ule msumari mzito wa inchi 6. Weka miguu vizuri, nyundo kia juu ya mwili. Sasa shughuli inakuja
kusimika mwili kwenye shimo. Beba maskara, beba, halafu anasimika ule msalaba. Unaweza kufikiria zile nguvu za uvutano, zina maumivu makubwa nayopitia. Nikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, mtoke katika mwenendo wenu usiofaa, bali kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Yesu yuko msalabani, uchi wa mnyama. Unajua watu wasanii huwa wanafunika hivyo msalabani, afunika kwamba kuna kitambaa fulani kimefunika hapa. Kwa uchi mnyama amebeba aibu ya mwanadamu. Kwa pale msalabani, mbele anamwangalia mama yake Mariamu. Anaona jinsi ambavyo mama yake anaona sasa utupu wake. Pembeni anamwangalia, anamuona Yohana, mwanafunzi mpendwa. Anamwambia, mama, mwangalie mtazame mwanao. Na wewe Yohana, mtambaza. Yaani kwa sababu ile aibu aliona bora amwambie mama atoe macho kwake amtazame Yohana, asimtazame ile aibu. Na Mungu akaona mbinguni aibu ambayo mwanangu anaipata, akaleta giza nene. Sini ya msalaba akiwa kitu kidogo, kwa kitu kikubwa sana. Sasa pale msalabani palikuwa na mabadilishano. Sisi wanadamu tuna huu uzima wa kawaida. Yesu alikuwa na uzima wa milele. Ana uzima wa nini? Unajua Yesu hakuvaa asili ya dhambi. Hakuvaa. Yaani watu wengine wanasema kwamba Yesu alichukua mwili wa kama Adamu baada ya kufa. Hata kama angechukua mwili wa dhambi, asingekuwa kafara ya kutukomboa. Alikuwa na uzima wa milele. Pale msalabani sasa pakawa na mabadilishano. Yesu akachukua ile dhambi ya mwanadamu, sasa akaichukua kwake. Alivyoichukua, Mungu akakasirika mbinguni, akasema, wewe ni mdhambi, shati ufe. Sasa basi Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akasema imekwisha. Alivyo kata roho, akatoa uzima wa milele. Uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila aminie apate uzima wa milele. Yaani tuna uzima wa milele. Yeyote anamwamini ana uzima wa milele. Bwana asifiwe. Yeyote anayemwamini ana uzima wa milele. Akachukua ile dhambi ya ulimwengu, halafu akatoa uzima wa milele. Yaani maana kwamba dhambi zetu zote Yesu alizichukua, akaziweka juu ya mwili wa Yesu, halafu akamwadhibu. Alafu tunaimba sasa, nimekombolewa na Yesu. Na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na Yesu. Hii ndio
huyo msukumo wetu. Tumepewa uzima wa milele. Anasema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yaani huu ndio special. Tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Sisi si watu wa kawaida tena, ni watoto wa Mungu. Hili tujifahamu vizuri. Ndio maana hata maombi yetu yanakuwa maombi, tunaomba kama omba, sio kama wana. Ndio maana tunaomba atupokee, hatuombi kama wana, tunaomba kama omba hivi, kwa sababu hatujafahamu thamani yetu. Yesu alisema imekwisha. Unajua imekwisha kwenye lugha hiyo ya Yunani inachukua neno linasema tetelestai. Tetelestai ina maana paid in full. Paid in full. Anasema imelipwa yote. You are now free. Sasa uko huru. Pale msalabani Yesu alifanya nini? Kile kikombe alicholia pale Getsemani, kwamba Baba, ikiwezekana kikombe hiki nipite, kikombe kilichojaa dhambi, kikombe kilichojaa hukumu, kikombe kilichojaa maradhi na magonjwa, kikombe kilichojaa ufukara na umasikini, Yesu alikinywa. Akasema sasa uko huru. Huru dhidi ya maradhi, huru dhidi ya dhambi, huru dhidi ya umasikini na ufukara. Ametoa. Sisi ni watu special sana. Special sana. Maana mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, fedha au dhahabu, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo ametoa kila kitu kwetu. Toa kila kitu. Ndio maana anasema katika Warumi 8 fungu la kwanza, anasemaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. No condemnation. Kwa sababu gani? Dhambi zako Mungu aliziweka juu ya mwili wa Yesu, akaziadhibu. Sasa Mungu ni mwenye haki, hawezi kuadhibu dhambi mara mbili. Yesu alitukomboa. Sema katika Petro wa pili 1:3-4 anasema, kwa kuwa uwezo wake na uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkikombolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Sisi ni wana wa Mungu, taifa teule takatifu. Nataka tutembee maisha yetu yaonyeshe sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Leo Paulo anasema katika Warumi 12 fungu la 2, basi msifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu, ili mpate kujua yale aliyo mapenzi ya Mungu ya kumpendeza yeye. Sasa shida iko kwenye nia zetu. Wakati tumekombolewa, lakini hapa kwenye akili zetu yale mawazo ya dhambi bado yapo. Mawazo ya dhambi bado yapo. Anasema sasa anasema mbadilishwe nia zenu. Kama ulikuwa mlevi, uache kuwa mlevi, uwe ni mwana wa Mungu.
kama ulikuwa mzinifu, Roho anakuambia hasa wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni raia wa mbinguni aliko duniani, wa raia wa mbinguni hawazini. Kama ulikuwa mwizi, anakuambia hasa wewe ni mwana wa Mungu. Kama ulikuwa mvivu na mzembe, anakuambia wewe ni mwana wa Mungu. Hauende namna hiyo. Anasema mfanywe upya kwa kubadilishwa nia zetu, tuishi kama wana wa nuru, tuishi kama wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tumishi wetu usukumwe na kile ambacho Yesu amekifanya kwa ajili yetu. Maisha yetu ya kawaida yasukumwe na kile ambacho Yesu amekifanya kwa ajili yetu. Wewe ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Bila kuwa na hilo katika mawazo yako, utumishi wako kwanza ni sifuri. Ni sifuri. Kama vile Paulo alivyokuwa anajiona kwamba yeye ni anamtetea Mungu, fanya kazi ya Mungu. Kumbe hamjui Yesu. Aenda anaua watu wanafanya kazi ya Mungu. Pale Yesu alipomtokea, Biblia inasema nuru ikampiga pande zote. Ndio akajua kumbe sivyo. Kumbe kuna Yesu wa Nazareti. Anasema maana upendo wa Mungu watubidisha. Upendo wa Mungu watubidisha. Mhubiri Yesu. Watu wakifahamu wamekombolewaje, wakifahamu thamani yao, Yesu anasema nitawavuta wote waje kwangu. Maisha yatabadilika. Ile kanisa unaloliongoza litabadilika. Wapatie watu Yesu. Wapatie watu Yesu na kile ambacho Yesu amekitoa kwa ajili yao. Maisha yatabadilika. Bwana asifiwe sana. Sisi ni watu wa milki ya Mungu. Hebu katika mikutano hii tufahamu kwamba tumekombolewa na Yesu. Maisha yetu yawe tofauti. Mtu ukifahamu thamani yako, ile goli inatolewa kwako itakuwa si kitu. Unaweza kupewa goli la kusema milioni 10 ukasema mimi naenda milioni 20. Kwa sababu nimefahamu thamani yangu. Nimepewa goli la kubatiza watu 3,000, wasema hapana, mtaa wangu huu utakwenda watu 6,000. Kwa sababu nimemfahamu Yesu, nabidishwa na Yesu. Kinachonisukuma mimi sio mshahara, maposho. Kinachonisukuma ni kile Yesu alichonifanyia kwenye maisha yangu. Ndio maana Paulo alifanya kazi ya ajabu sana, kubwa. Alitembea maili zaidi ya 120 kumka safari zile za utume. Kilichokuwa kinamsukuma ni Yesu Kristo aliyesulubiwa. Ndio maana anasema nami niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa. Ngapi anampenda Yesu? Mpenda Yesu. Amen. Amen. Hebu tusimame. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wewe umepona. Mimi nimepona. Washiriki wako wamepona. Wafanyakazi wote wamepona. Napomwalika Lengai aje hapa kuongoza ibada ya maombi, ikawe tafakari yako.
utamwambia Yesu, nisamehe. Unajua nilikuwa naambia siri, unaweza kuwa mtumishi wa kanisa. Unaweza kuwa mtumishi wa kanisa miaka na miaka. Unaweza kuwa wewe umezaliwa ndani ya kanisa, bado usimjue Yesu. Usifahamu Yesu. Usifahamu neema ya Yesu. Usifahamu thamani yako. Thamani yako. Na ukateseka sana, kufanya kazi kwa shida sana kwa sababu ufahamu thamani yako. Tafakari sana maisha yako na ile kundi ambalo Mungu amekupatia, wapeke kwa Yesu. Asante sana mwazini wetu kwa somo zuri linaloinua msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Sana mahali pa maombi ni vitakatifu kwa kuwa Mungu yuko hapo. Tuamini ya kwamba katika maombi yetu ya leo Mungu yuko mahali hapa. Maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama rafiki. Hebu leo tufungue mioyo yetu kana kwamba tunazungumza na rafiki yetu. Kwa maombi ya dhati huwa tunaunganishwa na moyo wake asiye na ukomo. Na bila maombi yasiyokoma na kukesha kwa makini, tuko katika hatari ya kuwa wazembe na kuiacha njia sahihi. Akina baba na akina mama, hata kama shughuli zetu zikiwabana, shughuli zenu zikiwabana sana, msiache kukusanya familia zenu katika madhabahu ya Mungu. Wale wanataka kuishi maisha ya uvumilivu, upendo na uchangamfu, imewapasa kuomba. Hivyo inatupasa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuimbe wimbo namba 33. Kisha tutagawanyika watu wawili wawili. Alafu tutaombea juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Tutaomba juu ya yale mambo yetu matano: uinjilisti, uaminifu, kubadili taswira, uamsho na matengenezo na uongozi bora, na associate treasurer. Karibu pia na utaomba mahali hapa kuhitimisha. Hebu omba leo na mtu ambaye hujaomba katika juma hili, hujaomba naye. Wimbo namba 33, vitabu vidogo, namba 150, vitabu vikubwa. Bwana
Baba yetu aliye juu mbinguni, tunayo furaha na heshima kuja mbele zako kwa njia ya magoti. Tumeomba, tumepanga, lakini yote tunategemea ufanye kulingana na mapenzi yako. Baba wetu wa mbinguni, tuna njozi za kuweza kukuza utoaji wetu. Tuna njozi za kuweza kubadili taswira za makanisa yetu na jinsi tunavyoishi katika familia zetu. Njozi zetu pia ni kukuza washiriki waweze kuwa waaminifu katika matoleo yao. Lakini Baba, hayo yote tunatamani utumwagie Roho wako Mtakatifu ili atuongoze. Kuna nyakati tumo kanisani tukidhani tuko katika njia sahihi. Lakini ukitutazama unaona wana na binti zako wako nje na mbali ya barabara ijayo kwako. Asubuhi ya leo Baba, tunakuomba mkono wako wa rehema uturudishe katika njia sahihi. Tubariki, unauitakase mioyo yetu pale tunapoendelea kutumikia, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.
imani yangu ya kwamba kila mmoja amekutana na Yesu katika mikutano ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuinuliwa mioyo yetu juu namna hii, chukue nafasi hii kuhitimisha ibada ya asubuhi ya leo kwa kumkaribisha mchungaji Beatus Mlozi ili aweze kuendelea na program ya asubuhi ya leo. Asanteni na Bwana wabariki sana. Wangapi wanamtukuza Mungu kwa huduma ya pekee iliyoongozwa na Treasury Team. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na kiongozi pamoja na watendakazi wa kiroho katika Treasury, inatia moyo kiasi kikubwa sana. Mzee Mavanza, asante sana. Umetubarikia sana asubuhi ya leo, na kwa kweli sisi wachungaji tunapaswa tukumbuke kitu tulichokumbushwa leo. Ikiwa hubiri litakuwa na kiini cha msalaba kama ilivyofafanuliwa hapa, mimi nimepelekwa kana kwamba niko kwenye meza ya Bwana pale napotangaziwa, fanyeni hivi mkitangaza mauti yangu hata nitakaporudi. Kumbe tangazo ni barabara ya msalaba. Mzee Mavanza, asante sana. Na nimshukuru Hezron kwa kuratibisha programu ya asubuhi ya leo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ninaomba niwapongezeni sana wajumbe wa mkutano huu. Nitakusema mkutano mkuu au niite mkutano mkuu.